Na waziri wa ulinzi na jeshi la kujenga taifa Dr. Hussein Mwinyi amezindua mafunzo ya kijeshi yanayoshirikisha nchi 8 za Afrika, Ulaya na Marekani, ambapo moja kwa moja jeshi la wananchi wa Tanzania ndio mwenyeji wa mafunzo hayo. Saidi Makala anaundani wa taarifa hiyo. Dr. Mwinyi amezindua mafunzo hayo yatakayochukua siku 14, ambapo amesema anafurahishwa na ujio wa majeshi hayo ikiwemo jeshi la Marekani ambalo litakuwa ni mmoja wa watoaji mafunzo hayo, ambaye amesema malengo yake ni kukabiliana na ugaidi ambao kwa sasa uko kote duniani. Katika uzinduzi huo ambao ulifanyika katika viwanja vya jeshi Kunduchi, Dar es Salaam, ambapo ameelezwa kuwa katika miaka ya nyuma majeshi mengi yalikuwa yana dhima ya kulinda mipaka pekee, lakini kwa sasa baada ya teknolojia kupanuka kuibuka kwa matukio ya ugaidi, ni vyema majeshi akapata mafunzo maalum ya kukabiliana na changamoto za aina hiyo. Ukweli ni kwamba siku za nyuma majeshi yetu walikuwa yanajipanga zaidi kulinda mipaka, na kwa hivyo walikuwa na mafunzo yao yalikuwa ni zaidi kwa upande wa vita kati ya nchi na nchi. Lakini kutokana na matishio kubadilika, sasa hivi tuna matishio ya uharamia, tuna matishio ya ugaidi, tuna matishio ya human trafficking, kuchukua watu na kupeleka nchi za nje na kadhalika. Imekuwa ni swala la lazima tuangalie mtazamo mpya wa mafunzo. Kwa hivyo Marekani wako hapa pamoja na nchi zote hizi ambazo zimejumuika hapa ili kupata mafunzo ya aina hiyo. Naye Brigedia Jenerali Yohana Mabogo amesema mafunzo hayo yatakuwa na manufaa kwa mataifa yote kwa kuwa yatajenga zaidi kimbinu. Mbali ya Tanzania na Marekani, majeshi mengine yanatoka nchi za Uganda, Rwanda, Ethiopia, Djibouti, Uholanzi, Ujerumani, ambapo Brigedia Jenerali John Jones kutoka Marekani amesema ushirikishwaji wa nchi hizo katika mafunzo hayo ni muhimu katika kuhamasisha amani kote duniani. Kwa pamoja tuliona tukae kuandaa ile zoezi ile linalenga hasa kuwa train maafisa na askari kutoka nchi mbalimbali. Kama unavyoona, washiriki wa zoezi hili sio kwamba ni watu labda wametoka Afrika Mashariki au wametoka SADC, bali ni mataifa mchanganyiko. Saidi Makala, Channel 10, Dar es Salaam. Asante sana Saidi Makala. Na mtazamaji